Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Bwana, karibu tena Malecom, tuzane yale yote yanayojiri katika viunga vya michezo na burudani ndani na nje ya nchi, na Malecom ndo sehemu sahihi zaidi ya kupata updates zote za michezo na burudani. Moja kati ya habari ambayo ina trendi sana hivi sasa ni mechi ya dabi ya Simba na Yanga, mechi ambayo itachezwa majira ya saa 1:15 usiku katika dimba la Benjamin Mkapa almaarufu kama Upaso. Lakini mechi hiyo imegubikwa na wingu la sintofahamu baada ya Simba kuachia taarifa katika ukurasa wao wa Instagram, ambapo wameelezea kuhujumiwa katika kile ambacho wanakidai wamezuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya jana, ambapo wao baada ya kufanyiwa hujuma hizo wamesisitiza ya kwamba hawatashiriki katika mchezo huo, hivyo kuzua sintofahamu kwamba mechi itapigwa ama haitopigwa, nini kitatokea, nini kinaendelea. Bado tunaendelea kufuatilia kupata taarifa rasmi kutoka katika bodi ya ligi pamoja na shirikisho la soka Tanzania TFF ili kujua nini kinaendelea. Lakini taarifa hiyo ya Simba imewaibua wengi wadau wa soka ambao kila mmoja amekuwa na maoni tofauti juu ya hichi ambacho Simba wamekitamka, ama huu msimamo wa klabu ya Simba juu ya mchezo huo, wakisisitiza ya kwamba wao hawatashiriki. Kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa TLS yeye amesema hata kama Simba imezuiwa kucheza, ilitakiwa ieleze imechukua hatua gani za kiuongozi kuwasiliana na wahusika baada ya kupuuzwa kwa maelekezo ya kamishna wa mchezo. Huwezi toa tamko kwa umma alafu unaacha maelezo ya msingi na kuishia kusema haki imehifadhiwa. Ni kukosa umakini. Ninyi kama klabu mmechukua hatua zipi za kusisitiza haki zenu katika kuitaarifu bodi ya ligi ama TFF? Utoaji wa taarifa uendane na hadhi ya timu. Hapa rais wa chama cha wanasheria Tanzania Boniface Mwabukusi ameweka kwamba taarifa ya Simba haijakamilika, kuna vitu havijakaa sawa. Ndio maana hapo chini amesisitiza akisema utoaji wa taarifa kwa umma uendane na hadhi ya timu. Unahisi Simba wamekosea wapi kwa mujibu wa Boniface Mwabukusi? Nini ambacho kilitakiwa kifanyike? Kama hapa Mwabukusi ameuliza, je, mmechukua hatua zipi kusisitiza haki zenu katika kuitaarifu bodi ya ligi ama TFF? Lakini hapa Simba wao tu wametoa taarifa katika ukurasa wao wa Instagram. Hawajasema ya kwamba wamefanya mawasiliano na bodi ya ligi ama wamefanya mawasiliano na TFF. Wao wamesema tu kwamba hawatashiriki. Nini maoni yako juu ya hichi ambacho amekisema Boniface Mwabukusi? Yuko sahihi au amekosea? Tuambie, unatamani nini kifanyike? Dabi haieleweki mpaka hivi sasa, itachezwa ama haichezwi? Karibu Malecom, tutaendelea kukupatia updates mbalimbali kadri zinavyojiri. Kaa karibu nasi mpaka wakati mwingine. Bye bye.